naomba nikuhusie leo tunapozungumza, yako matukio yanaendelea katika ulimwengu. Wapo ndugu zetu katika ulimwengu hawalali. Wapo ndugu zetu katika ulimwengu hawakuiona Idi. Wapo ndugu zetu hawana pa kulala. Wapo ndugu zetu hawajui saa inayotokea watakuwa wapi. Taghayyaratul alam, ulimwengu umebadilika. Na sisi kama Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wattaqu fitna, iogopeni fitna, la tusibanna, isije ikawasibu fitna ambayo inawasibu wale waliodhulumu kadhania kwamba itawasibu wale waliodhulumu. La, fitna yoyote ikitokea katika ulimwengu, ogopa kuingia ndani ya fitna, kwa sababu fitna inamuathiri aliyenayo, na fitna inamuathiri ambaye hata hahusiki na fitna hiyo. Leo tunapozungumza, ulimwengu unashuhudia kinachoendelea katika Mashariki ya Kati. Mataifa yenye nguvu yanakusanyana, wanatumia rasilimali kubwa, kodi za wananchi wao. Lengo ni nini? Hofu ya Allah imeondoka katika nyoyo zao. Wanaua watoto, wanaua wazee, wanaua wacha Mungu, wanabomoa kila kilichokuwa katika mgongo wa ardhi. Ma mawqifu lilmuslimu fi hadha alhal, ni ipi mawqifu ya Muislamu katika hali ya namna hii? Mawqifu yetu ndugu zangu katika imani, tunaomba na serikali zetu na watu wote wanaohusika duniani, huu ni wito tunaotoa katika siku ya Idi. Waislamu msherekee mambo haya yanayoendelea, na wala msijigawane kuwa ni wakundi fulani. Wala unasikia watu wanasema mimi naunga mkono Irani, wengine wanasema mimi naunga mkono Marekani. Huu ni uovu kama uovu mwingine. Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoshe balaa hili katika ardhi, kwani leo wanaokufa hawahusiki na mipango ya watu hao bwana wakubwa. Leo wanaokufa, wanaokosa chakula, walikuwa hawajui hata yanayoendelea. Jamaa wamekuwa ni wafisadi wakubwa, sio pande zote mbili zinazofanya. Hakuna pande tunaweza tukasema kwamba iwe sahihi kuwa watu. Kama wangelikuwa ni watu wenye insafu baina yao, wangelitafutana wao kuliko kuwadhuru watu wengine. Na kwa sababu dini yetu ni dini ya amani, ni dini ya kuhimiza uadilifu, ni dini ya kuhimiza watu kuhurumiana, ni dini inayozuia damu za watu kumwagika bila ya haki ya kumwagika. Tunasema tunalaani vitendo hivi, na tunawaomba wanaoendelea na mambo haya wamche Allah subhanahu wa ta'ala, waangalie damu za watu zinazopotea hivi sasa, waangalie watoto wanaokufa pasi na madhambi yoyote. Watakuja kumweleza nini Allah subhanahu wa ta'ala? Badalu ni'matallahi kufran, wameamua kubadilisha neema ya Allah, kuwapa maarifa, kuwapa mali, kuifanya ni kufuru, kurudisha, kuwaua waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala nyote, kama Allah anavyotuambia kullu bani adam, kila mwanadamu khataun, anakosea, lakini mkoseaji mzuri ni yule anayeelewa makosa yake akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtakuja kumweleza nini Allah subhanahu wa ta'ala? Na siku zote usifurahie kuona ndugu yako anapata matatizo, furahia kuona ndugu yako anatoka kwenye matatizo na kuwa ni mhanga kutengeneza changamoto ya kumnusuru ndugu yako aliyekuwa kwenye matatizo. Mwisho kabisa, tunamwombea Allah subhanahu wa ta'ala rais wa nchi yetu, Allah ampe busara, ampe hikma, ampe watu washauri waliokuwa wazuri, ili aweze kuongoza gurudumu hili, na Allah ajalie kupitia uadilifu atakaomjalia amani katika nchi yetu endelee kutamalaki, ili tuweze kukutana tena tunavyokutana hivi, tukiswali, tukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho, usiende kuwa ni mtu wa kuvuruga amani, si kwa ndani ya nchi yako kushangilia vitendo vyovyote vinavyopelekea damu ya mtu kumwagika sehemu popote itakapokuwa. Wallahi, usije ukashangaa siku unatengeneza majibu ya kuja kujibu wewe katika nchi yako. Ndugu zangu katika imani, tumemaliza Ramadhani, amebakia Rahman. Tumemaliza Ramadhani, amebakia Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka umauti wetu utufike. Allahu akbar, Allahu akbar. Nimshukuru kiongozi wetu alitusomea hutuba, shekhe wetu katuasa tuendelee kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu, na ametunasihi kwamba akatupa tahadhari kwamba wale waliokuwa wanaiabudu Ramadhani imeisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye amebaki. Tunaendelea kumwabudu, tutaendelea kumwabudu leo mpaka mwisho wa hatima ya maisha yetu. Kwa hiyo maudhui ya hutuba ya leo kwa kweli kwa nawaunganisha Waislamu wote dunia nzima,
kwamba katika mazingira tunayokabiliana nayo sasa hivi, wenzetu wanakosa amani, wenzetu ambao wamekabiliwa na vita sasa hivi hawana muda wa kusali, hawana muda wa kufunga, kama wamefunga hawana muda wa kufuturu, hawajui watalala wapi, hawajui watashinda wapi. Kwa kweli wametawanyika kwa kila namna katika kupoteza haki zao za msingi za kibinadamu kutokana na vurugu zinazotokeza katika nchi zao. Kiongozi wetu ametuasa kwa kweli tuendelee kuilinda amani kwa namna yoyote. Ametuasa tuendelee kulinda amani, kila mtu kwa nafasi yake. Kwa majina naitwa Kato Othman, mkuu wa shule ya Istiqama ya Bukoba. Hutuba ya Idi ya Shekhe imekuwa ni hutuba ambayo imelenga, au Shekhe ametueleza na ametuambia tuhimize amani katika nchi yetu. Hutuba ambayo imelenga kama sisi Waislamu ndani ya nchi yetu tujaribu sana na tujitahidi sana kupigania amani, lakini pia ametuomba Shekhe tuendeleze yale ambayo tulikuwa tukiyafanya siku zote za Ramadhani. Kwa hiyo naomba Waislamu wote nchini kwa ujumla, matendo yote mazuri ambayo tulikuwa tukiyafanya siku zote za Ramadhani tuendeleze yale tuyafanye, na tujitahidi sana kuhimiza na kutunza amani katika nchi yetu.